Jana tulianza kuangalia kuhusu namna za kiumbe kipya. Ya kwanza tuliangalia ilikuwa ni upako wa Roho Mtakatifu. Lakini wiki iliyopita tulianza kuangalia kuhusu uweza wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sema uweza wa Mungu. Uweza wa Mungu. Na nakumbuka nilikupa kazi ya kutafakari vitu kadhaa kuhusiana na uweza wa Mungu. Uweza wa Mungu ni nguvu ya utendaji wa Mungu. Ni kile kiwango cha kufanya cha kimungu ambacho huwa kinadhihirika. Ni ile nguvu ya Mungu ambayo mtu anaweza kuiweka katika utendaji. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tutaingia ndani kidogo kuhusiana na uwezo wa Mungu. Tuanze kuangalia kitabu kile cha Mathayo sura ya kwanza mstari ule wa 18. Mathayo sura ile ya kwanza mstari ule wa 18. Asante Roho Mtakatifu. Mathayo 1:18. Neno la Mungu linasema kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu kabla hajakaribiana alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amba turudi tena, anasema kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu kabla hawajakaribiana alionekana ana mimba. Anasema kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo anatupa habari ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na anapita juu anaelezea, anasema kabla Yusufu, wakati akiwa amemposa Mariamu, inatambulika tu kwamba huyu ni mchumba wa huyu ni mchumba wa huyu. Anasema kabla hawajakaribiana Mariamu alionekana ana mimba. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Anasema alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hii mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ilikuwaje? Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Anasema alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mstari wa 19 anasema naye Yusufu mumewe kwa kuwa alivyokuwa mtu wa haki asitake kumwaibisha aliazimu kumwacha kwa siri. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sema Yusufu alikuwa mtu wa haki. Yusufu alikuwa mtu wa haki. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Anasema alivyo jinsi alivyo mtu wa haki aliazimu kumwacha kwa siri bila kumwaibisha. Mstari wa 20 anasema basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto, maono. Haikuwa tu ndoto kwa sababu alikuwa yuko macho na anafikiri. Kwa anasema alimtokea katika maono akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo yanakuja maelezo tena kwa Yusufu. Yanamwambia usiogope, mchukue, huyu ni mke wako. Kwa sababu mimba yake aliyopata ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Sio kwa namna za kibinadamu, ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa anaongea juu kuna mchakato ulikuwa umefanyika. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Mpaka uweza wa Roho Mtakatifu unakuja kuthibitika. Haikuwa tu ni kwamba uweza wa Roho Mtakatifu umemshukia, ila kulikuwa na mchakato uliotokea. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka uelewe mchakato, kwa sababu usipoelewa utadhani tu Mungu ana upendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu kulikuwa asifiwe. kuna mchakato fulani, na tunapojifunza kuhusu uweza wa Mungu nataka uelewe kuna mchakato wa namna ya udhihirisho wa uweza wa Mungu. Bwana anatawala. Luka sura ile ya kwanza twende mstari ule wa 26 tunaanza. Kwa Mathayo ameelezea tu mimba ile ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, lakini Luka anaingia ndani zaidi. Bwana anatawala. Luka sura ile ya kwanza mstari ule wa 26. Luka 1:26 anasema mwezi wa 6
Mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu, jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi. Na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Huyu atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeth naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwa yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mathayo anasema amepata mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Lakini ukisoma mstari wa 26 mpaka ule wa 38 unaona detail ya nini kilichotokea. Bwana anatawala. Kuna namna ilikuwepo mpaka ule uweza wa Mungu unadhihirika. Kuna namna ya kwanza ni malaika wa Bwana. Neno la Mungu linamjia huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Neno la Mungu linatumwa kwa Mariamu. Gabriel anasimama mbele ya Mariamu, anasema salamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema akaingia nyumbani kwake akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika kwa sana kwa ajili ya maneno haya, akawaza moyoni, si salamu ya namna gani hii? Alafu akaanza kumwambia, umepata neema kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, na jina lake utamwita nani? Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mariamu anauliza, itawezekanaje? Kwa sababu sikiliza, hakujawahi kutokea hiyo namna, haijawahi kufanyika hiyo namna. Na malaika anaongea tu kwa wepesi, anasema utachukua, utafikiri iko kabatini, utachukua hiyo mimba kabatini na utamzaa mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Anasema itawezekanaje neno hili na mimi simjui mtu mume? Bwana Yesu asifiwe. Kwa anaanza kumwelezea, anasema malaika wa Bwana akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tena tazama, jamaa yako Elizabeth naye amechukua mimba mtoto mwanaume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Anasema Mariamu akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka zake. Kwa anamwambia itakavyokuwa. Anasema uweza wa Bwana utakufunika. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Roho Mtakatifu atakufunika na uvuli wake utakuwa juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anamuelezea kitakachotokea, hata kama ni kigumu kiasi gani. Mariamu anakuja mwishoni anasema, na iwe kwangu kama ulivyofanyaje? Kama ulivyosema. Hebu sema, na iwe kwangu kama ulivyosema. Na iwe kwangu kama ulivyosema. Hivi unaelewa, Mariamu angeendelea kubisha, malaika angeondoka. Angesema hamna, hicho kitu hakijawahi tokea wala hakiwezi kutokea. Malaika ule angeondoka, angepeleka juu ujumbe na angetafutwa mtu mwingine wakati huo, kwa sababu ili uweza wa Mungu udhihirike unahitaji pande mbili. Ulihitaji na Mariamu akubali. Kwa hiyo ukisoma tu Mathayo
utasoma kwamba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu alipokea mimba. Ilikuwaje? Aliamini. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama vile Biblia inavyoongea kuhusu Ibrahim, aliamini na kutarajia yale yasiyoweza kutarajiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kupitia kuamini, Biblia inasema huyu mtu ambaye hali ya mwili wake ilikuwa imekwisha kufa, mwili wake ulikuwa mzee, lakini aliamini ya kwamba atapokea mtoto, na kweli akampokea Isaka. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unanisikia vizuri mtu wa Mungu? Amen. Kwa uwezo wa Mungu una mchakato wake. Na hapa tulikuwa tunaangalia tu kwa juu, baada tujaingia ndani. Uwezo wa Mungu una mchakato wake. Tulisoma ile Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 ambapo anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nini? Wa nguvu zake. Mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Kwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lazima mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Sasa nataka tuangalie kitu cha kwanza. Uwezo wa Mungu hudhihirika katika au kupitia ufahamu. Kusema uwezo wa Mungu, uwezo wa Mungu hudhihirika kupitia ufahamu. hudhihirika kupitia ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Unajua nimekwambia uwezo wa Mungu ni kiwango cha utendaji wa Mungu ambacho kinaweza kukadhihirika. Wewe kama wewe una ufahamu wa kiasi gani wa yale ambayo Mungu anaweza kutenda? Kwa sababu ni kama vile ambavyo ni mfano nikupe ATM card. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie hii ATM card ina shilingi 10,000. Nikishakupa hiyo ATM card na wewe ukaelewa kwamba ina 10,000, maana yake ndani yako matumizi unaweza kuyafanya ni kulingana na ule uwezo wa shingapi? 10,000. Hata kama ile ATM ina milioni 1, lakini wewe tayari ndani yako ishajengeka kwamba matumizi naweza kuyafanya, malipo naweza kuyafanya ni ya shilingi ngapi? 10,000. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa ufahamu ni kitu cha muhimu sana katika udhihirisho wa uwezo wa kimungu, kwa sababu tunaelewa Mungu anaweza yote, si ndio? Tumesoma hapo, hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mungu anaweza yote kupita unavyowata waza. Ana uwezo wa kufanya yote, lakini katika uwezo wake huo wote wewe unaufahamu kiasi gani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaujua kwa kiasi gani? Kwa sababu kile kiwango unachokijua ni kama vile ambavyo ATM hiyo niliyokuambia, ni kama ATM ulionao, ule ufahamu ulionao ndio ule namna ambao unaweza kuitumia. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Tusome hiyo kitabu kile cha waraka wa pili kwanza wa Petro, sura ile ya kwanza mstari ule wa 3. Waraka wa pili wa Petro, sura ile ya kwanza mstari ule wa 3. Shataka pasia. Waraka wa pili wa Petro, sura ile ya kwanza mstari wa 3. Anasema kwa kuwa uweza wake wa kiungu, kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Tena kwa hayo ametukirimia. Okay, turudi tena hapo juu. Kwa anasema kwa kuwa uweza wake wa uungu. Sema uweza wake wa uungu. Uweza wake wa uungu. Anasema umetukirimia vitu vyote. Vitu vyote. Sema nimekirimiwa vitu vyote. Nimekirimiwa vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kukirimiwa maana yake kuzawadiwa. Kwa Mungu ametuzawadia vitu vyote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unanisikia vizuri mtu wa Mungu? Vitu vyote. Naposema vitu vyote ni vyote, kuanzia afya ya mwili wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Vitu unavyoviona huko nje, viwe hai visiwe hai, vyote hivi anasema ametukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa. Alafu anatudokezea pale ufunguo wa huu uweza. Anasema kwa nini?
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naomba turudie tena hapo wote, inaonekana hatujakamata. Anasema kwa kuwa uweza wake wa uungu. Kwa kuwa uweza wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema uweza wake wa kiungu umetuzawadia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa. Nimepewa vitu vyote vinavyohusiana na uzima na utauwa, lakini kwa kumjua yeye. Sema kwa kumjua yeye. Kwa kumjua yeye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema kwa kumjua yeye aliyetuita. Kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake. Ndio maana nimekwambia ni lazima ufahamu uwepo. Kumjua hapo maana yake ni ufahamu. Ni lazima ufahamu uwepo. Ule ufahamu ndio utakupa ufunguo wa uweza wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mungu anaweza yote. Anaweza kufanya zaidi ya vile ambavyo unajua. Lakini akili yako imekamata ufahamu wa kiasi gani wa uweza wa Mungu. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tuangalie hiki zaidi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ngoja nikuulize swali. Amesema ametukirimia vitu vyote. Tunajua hata dhahabu zimo katika vitu vyote. Haleluya. Unaelewa? Dhahabu zimo, si ndio? Almasi. Wow. Kuna utukufu mahali hapa. Hivi vitu vyote ametukirimia. Ametupatia. Nikuulize swali sasa. Katika ufahamu wako wa maisha ya kila siku, unapiga bajeti ngapi ya dhahabu? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sema tukirimia vitu vyote. Katika ufahamu wako kila siku, unapiga bajeti kiasi gani ya dhahabu utazotumia? Okay. Ufunguo anasema kwa kumjua yeye. Hebu sema kumjua yeye. Kumjua yeye. Huyu Yesu, kwa kumjua yeye, ukimwelewa yeye, uweza wake uko kwa ajili yako. Ukimfahamu yeye, uweza wake uko kwa ajili yako. Yesu alikuwa ni mtu wa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ni mtu wa namna gani? Kumbuka, alikuwa ni mtu ambaye aliongea na upepo ukasikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ni mtu ambaye aliongea na mti ukasikia. Alimuita mtu aliyekufa siku 3 akaitika. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu na wema wake. Yeye aliyetuita kwa utukufu na wema wake. Kwa kiwango gani unamjua? Haleluya. Huyu ambaye wakati wanataka kulipa kodi, alimwambia Petro, nenda chukua ndoano, katupe kwenye maji. Samaki wa kwanza akamkamata, fungua mdomo wake, utakuta shilingi mule ndani. Nenda kalipe kodi yako na ya kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unanisikia vizuri mtu wa Mungu? Anasema kwa kumjua yeye. Unamjua kwa kiwango gani? Wale Efeso sura ya 1 mstari wa 17. Wa Efeso sura ya 1 mstari ule wa 17. Tusoma mpaka ule wa 19. Efeso 1:17 mpaka wa 19. Anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo.
na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo awape ninyi roho ya hekima. Hebu sema roho ya hekima. Roho ya hekima na roho ya ufunuo. Na roho ya ufunuo. Katika kumjua yeye. Katika kumjua yeye. Maana yake ni zaidi ya akili hii. Kwa sababu ukitaka kumfahamu kwa akili hii utamfupisha, utamfanya awe mdogo. Kwa anasema Mungu awape roho ya hekima na roho ya ufunuo katika kumjua yeye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya nini? Ya hekima na ufunuo katika kumjua yeye. Anasema haya macho yatiwe nuru. Kwa sababu ya huo ufunuo, kwa sababu ya hiyo hekima ambayo atakuja nayo, macho yenu yatafanyaje? Hebu sema macho yangu yatiwe nuru. Macho yangu yatiwe nuru. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema macho ya moyo yenu yatiwe nuru, mpate kujua tumaini la mwito wake jinsi lilivyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mpate kujua nini? Tumaini la mwito wake. Kule amesema hivi, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu na wema wake. Na hapa anasema mpate kujua tumaini la mwito wake jinsi lilivyo. Anasema na utajiri wa utukufu wa urithi wake kwa watakatifu jinsi ulivyo. Haleluya. Mungu anataka ujue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wake kwetu sisi tuaminio. Lakini sio hivyo tu, anataka ujue na ubora na ukuu wa uweza wake. Sema ubora wa ukuu wa uweza wake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema tena na ubora na ubora wa ukuu wa uweza wake. Wa ukuu wa uweza wake. Maana sio uweza wa kawaida. Sio uweza wa kienyeji wa waganga wa kienyeji. Sio uweza wa wanajimu. Anasema na ubora, maana yake una quality ya juu sana. Ubora na ukuu, ubora na ukuu, excellence and greatness. Ubora na ukuu wa uweza wake jinsi ulivyo. Alafu anasema aliotenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja watu wa Mungu. Haleluya. Anasema na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio. Sema tuaminio. Tuaminio. Jinsi ulivyo kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Tuko pamoja hadi hapo. Mstari wa 20 anasema aliotenda katika Kristo Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma mstari wa 20 anasema aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Anasema tujue ubora wa ukuu wa uweza wake aliotenda kwa Kristo alipomfanyaje? Alipomfufua katika wafu. Haleluya. Haleluya. Sema alipomfufua katika wafu. Bwana anatawala. Kwa anasema ule uweza uliomfufua Yesu katika wafu, Mungu anataka tuujue. Na sio tuujue kwa namna ya kawaida. Tuujue kwa nini? Kwa roho ya hekima na ufunuo. Macho yetu yatiwe nuru, macho ya mioyo yetu yatiwe nuru. Tuelewe. Bwana anatawala. Haleluya. Mstari wa 20 anasema aliotenda katika Kristo Yesu alipomfufua katika wafu. Sikiliza. Anasema akamweka mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo katika ulimwengu, wala si ulimwengu humu tu, bali katika ule ujao pia. Anasema akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika katika vyote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa Mungu anataka tumjue sana Yesu Kristo. Tumjue Yesu Kristo. Kwa sababu
kuna vitu amefanya kwa ajili yetu, amefanya kwa Yesu Kristo, lakini ni kwa ajili yetu sisi. Hatutaweza kuelewa pasipo tumemjua Yesu Kristo. Na tutamjuaje? Ni kwa ufunuo. Hebu sema kwa ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema tena ni kwa ufunuo. Ni kwa ufunuo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema tena ni kwa ufunuo. Ni kwa ufunuo. Anasema akamweka juu sana. Kufikiria Yesu Kristo ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu. Sio kwamba Mungu yuko hapa, yeye yuko hapa. Hapana. Maana yake ndiye utendaji mkuu wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ameketi katika mkono wa kuume juu. Juu sana. Juu sana. Hebu sema juu sana. Juu sana. Haleluya. Maana pana tofauti kubwa sana kati ya yeye na falme zingine. Pana tofauti kubwa sana kati ya jina lake na majina mengine. Pana tofauti kubwa sana kati ya mamlaka yake na mamlaka nyingine. Ndio anasema juu sana kuliko ufalme wote, kuliko mamlaka zote, kuliko nguvu zote. Anasema kuliko kila jina litajalo katika ulimwengu humu. Sio tu ulimwenguni humu, hata ule ujao pia. Aha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hapa anasema alifanya hivi vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Hebu sema kwa ajili yangu. Kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema amemweka juu sana kwa ajili ya kanisa, ambalo ndio nini? Mwili wake, ukamilifu wake. Maana yake alipomketisha pale juu ya mamlaka zote katika ulimwengu wa roho, na mimi ndiko hapo. Bwana anatawala. Haleluya. Alipoketi hapo na mimi nipo. Waefeso 2:6 itakurahisishia zaidi. Waefeso sura ile ya 2:6 anasema akatufufua pamoja naye. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akatuketisha pamoja naye, akatufufua pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika nani? Katika Kristo Yesu. Miaka mingi iliyopita niligundua hivi vitu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Nigundua kwamba kumbe alipo Yesu na mimi nipo hapo. Alipo Yesu na mimi nipo hapo. Katika ulimwengu wa roho juu sana, na mimi ndipo nilipo. Maanake hakuna kitu kinaweza kikanifikia. Hebu sema hakuna kitu kinaweza kanifikia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hakuna ufalme unaweza kukusumbua, kwa sababu nina operate juu sana. Juu sana. Hakuna namna inaweza ikanikuta, kwa sababu niko juu sana. Juu ya falme za ulimwengu, juu ya mamlaka za ulimwengu, juu ya vitu vya ulimwengu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unanisikia vizuri mtu wa Mungu? Juu sana. Sasa ni lazima umjue Yesu kwanza. Ujue Yesu alivyo. Ndio nimekuuliza mwanzoni tu, Yesu alikuwa ni mtu wa namna gani? Alikuwa na namna zipi? Kwa sababu katika kumjua yeye ambaye ndiye kielelezo chetu, unajitambua na wewe, unaelewa wewe. Ndio maana anawaombea watu ya kwamba Mungu awape roho ya hekima na roho ya ufunuo katika kumjua Mungu. Anasema macho ya mioyo yao yafanyeje? Yatiwe nuru, wajue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake. Unless umejua hivi, isipokuwa umeelewa haya, na sio kwa namna ya akili ya kawaida, roho yako ikakamata huo ufahamu. Ndio maana nakwambia cha kwanza katika uwezo wa Mungu ni ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi huwa nawaambiaga mimi nikilala siombi Mungu anilinde, kwa sababu nina ufahamu.
wa ulinzi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nikisafiri siombe Mungu anilinde, sijui anisaidie njiani. Nina ufahamu ya kwamba niko salama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nina ufahamu ya kwamba haiwezekani adui akanifikia. Niko juu sana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia vitu ambavyo naviishi. Sio hivyo tu, maneno yangu yana nguvu. Naelewa nikitamka na athiri vitu katika ulimwengu. Kwa mfano niliwaambia, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ngoja niwaambie sasa hizi inawezekana kwa mafumbo. Kama unakumbuka kuanzia 2022 Disemba nilianza kukuambia kwa habari ya Tanzania, na ndicho kinachoendelea sasa hizi. Bwana Yesu asifiwe. Mtikisiko utakotokea nchi hii haujawahi kutokea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ambaye yupo Ikulu hata kuwepo Ikulu, kwa sababu kusudi la Bwana ni mtu wake awepo Ikulu, na majira yaliyoamriwa ndiyo yamefika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kaa kimya, tukiona watu wanazozana wanafanyaje? Mshukuru Mungu, wakati umewadia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba mimi ni CCM, mimi ni Chadema au mimi ni nani. Mimi ni mwana wa ufalme wa Mungu. Bwana anatawala. Haleluya. Kwa ufahamu kweli hii ndio inafunua uweza wa kimungu. Inafanya uweza wa kimungu unakuwa dhahiri, unadhihirika katika maisha ya mtu. Unajua Yesu Kristo alifahamu vilivyo yeye ni nani. Wala hakutaka watu wamchanganye. Tokea umri mdogo alielewa. Maana nilikwambia Yesu yuko na wazazi wake wameenda Yerusalemu kama ilivyo desturi yao. Anawatoroka, anarudi hekaluni. Wanamtafuta siku 3, anarudi hekalu wanamkuta. Wanamwambia mbona umetusumbua hivi? Anawajibu tu kiwepesi kwa sababu ndio ufahamu wake. Anasema hamkujua imenipasa kuwepo nyumbani mwa baba yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana alielewa yeye ni nani. Tokea udogo anakuwa na ufahamu, anaongezeka na ufahamu. Biblia inasema mama yake akayatia moyoni yale maneno, kwa sababu aliambiwa kitakachozaliwa ni kitu cha namna gani. Kwa alikuwa na noti tu na kwamba jamani, haya maneno kweli yanaenda kutimia. Kweli, kweli, kweli. Na mpaka yakatimia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Anasema uweza wake wa kimungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo utaua kwa kumjua yeye. Unamjua kiasi gani? Haleluya. Unamjua kiasi gani? Na unamjua kwa namna gani? Na watu wanamjua Yesu kwa akili zao. Kwa hiyo yale ambayo yanafanyika katika maisha yao ni kwa akili zao tu. Vitu ambavyo vinatokea katika maisha yao ni kwa akili zao tu. Vitu ambavyo vinaweza vikapimika kwa akili. Lakini Roho wa Mungu anaweza kukusaidia, kukuleta katika uwanda mwingine, ukaelewa uweza wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Zaidi ya akili zako, zaidi ya namna za kibinadamu, kwa sababu ndiko anakotaka. Anasema kwa ubora na ubora wa ukuu wa uweza wake aliotenda alipomfufua Yesu Kristo katika wafu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Uwezo wa Mungu unadhihirika katika nini? Kupitia ufahamu. Unadhihirika kupitia ufahamu. Ufahamu wako. Ufahamu wako ni nyenzo muhimu sana. Ufahamu wako ni kitu cha muhimu sana. Unapotafakari neno la Mungu, liruhusu liingie ndani yako. Lisiingie tu kichwani mwako. Liruhusu liingie ndani yako. Ndani yako. Mwaka juzi
kujiandaa na ibada ya uponyaji. Nikawa nimepata intelligence fulani katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Intelligence fulani katika roho ya kwamba kuna maroho ya giza fulani. In fact tulikuwa tunafanyia hapa nje, kama unakumbuka, maroho ya giza sehemu fulani yatakuja hapa kuharibu ile ibada. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo nikawa nasubiria nione hiyo na yakawa yameenda, kwa sababu upande huo hakuwa na kitu. Yakawa yameenda katika ziwa Victoria, yakawa yamemwalika malkia wa ziwa aje. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa mimi niko na maendeleo yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Niko na maombi yangu. Kwa hiyo nikawa namuuliza Bwana, kwa mfano akija itakuwaje? Akaniambia akifika hatorudi vile alivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sijui unanielewa? Yaani anakuja kuharibu, lakini hatarudi na nguvu zake. Nguvu zake zote zitaishia hapa. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Lakini siku ya ibada hakutokea, wala hakuja, maji alikuwa marefu. Bwana anatawala. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Uko ufalme, uko ulimwengu wa roho. Uko ufalme wa Mungu. Ndio maana anasema muwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nini? Wa nguvu zake. Lakini siri sio kwamba kuna siri kubwa sana. Siri ya kwanza ni hii ambayo nimekuambia, ni ya ufahamu. Siri ni ya ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ufahamu wa vile Kristo alivyo na ukaunganika na wewe, kwa sababu kama yeye alivyo ndivyo na wewe ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ukaikamata hiyo katika roho, ukaifahamu hiyo katika roho, haito kusumbua kama. Unajua ukisoma Biblia utaelewa. Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake tuvuke ng'ambo, twende ng'ambo. Kuna mtu anataka kwenda kumfanyia huduma kule, lakini wale maroho ya giza alivyoona hivi yakafanya fujo. Upepo ukafanyaje? Ukaanza. Dhoruba ikatokea kubwa. Biblia inasema chombo kikaanza kufanyaje? Kuzama. Chombo kikaanza kufanyaje? Kuzama. Petro, Yohana, wote wavuvi waliokuwa pale, mabaharia, wakaogopa mpaka wakaona wanakufa siku ya leo. Wakamwamsha Bwana Yesu. Bwana, si kitu kwamba sisi tunaangamia. Bwana, vipi umeamua kujiua? Mbona unalala? Mambo yameharibika. Yesu anaamka kana kwamba ni maigizo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini watu roho zilikuwa mkononi. Anasema nyamaza, tulia. Anauambia upepo, nyamaza, tulia. Mawimbi yanaanza kupunguza kasi. Upepo unatulia. Anawageukia, anawaambia, iko wapi imani yenu? Wao hawana hata habari na imani. Anasema ni mtu wa aina gani huyu? Hata upepo unamtii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini anaposhuka tu, Biblia inasema anakemea ile roho ya giza iliyokuwa ndani ya yule mtu. Na yule mtu anaanza kupiga kelele. Anasema tuna nini na wewe? Tuna nini na wewe? Anambia basi turuhusu tuwaingie hao nguruwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hebu sema uwezo wa Mungu. Haleluya. Kwa ufahamu wako. Ufahamu wako ni kitu cha muhimu sana. Ufahamu wako. Sema ufahamu wangu
Ufahamu wangu ni kitu cha muhimu sana. ni kitu cha muhimu Sema sana. ninajua kabisa. Ninajua kabisa Kama yeye alivyo. kama yeye alivyo Ndivyo na mimi nilivyo. ndivyo na mimi nilivyo. Ninajua hakika. Ninajua hakika Kama Yesu alivyo. kama Yesu alivyo Ndivyo na mimi nilivyo. ndivyo na mimi nilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndio Yesu Kristo ambaye tunamhubiri. Kwa kadri unavyomkamata ufahamu walikuwa ni mtu wa aina gani, ndivyo na wewe unatoka katika uwanda wa kibinadamu. Haleluya. Hebu sema uwanda wa kibinadamu. Kwa sababu shetani anataka ufanye kwa namna ya kibinadamu. Anataka ufikiri kwa namna ya kibinadamu. Uone mipaka ya kibinadamu. Uone mazuio ya kibinadamu. Lakini pale ambapo utaanza kuishi, Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema sio mimi ninaishi, bali Kristo ndani yangu. Na uhai nilionao sasa, anasema ninaishi kwa imani ya mwana wa Mungu. Hebu sema ninaishi kwa imani ya mwana wa Mungu. Ninaishi kwa imani ya mwana wa Mungu. Haleluya. Ninaishi kwa imani ya mwana wa Mungu. Ninaishi kwa imani ya mwana wa Mungu. Shetani anataka uishi kwa akili zako. Upige akili zako uone, ngoma imegoma leo. Yaani mambo yamekaa vibaya. Yamekaa vibaya wakati wewe ndio mtengeneza mambo, yanakaeje vibaya? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema mambo yakivurugika. Mambo yakivurugika. Mimi ndio jawabu. Mimi ndio jawabu. Hali ikiwa tete. Hali ikiwa mimi tete. ndio usalama. Mimi ndio usalama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Changamoto yoyote ile mimi nikitokea ndio suluhisho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia awepo mtu amevurugwa huko anatukana watu, asikilize mtu, nikisogea atasikia. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Ni ufahamu nilionao. Nakwambia vitu halisi. Hata pale ofisini mtu amevurugika na hasira hadi anashindwa kuhema, anambia mlete tuongee. Atatoka huko na tabasamu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema nina jawabu. Nina jawabu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema tena nina jawabu. Nina jawabu. Roho wa Kristo anakaa ndani yangu. Anakaa ndani yangu. Anaudhihirisha uwezo wa Mungu. Anaudhihirisha uwezo ndani yangu. Ndani yangu. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Kwa point ya kwanza, na vitu vingi vya kuangalia katika uwezo wa Mungu. Lakini ya kwanza na ya muhimu sana ni ufahamu wako. Ufahamu wa wewe ni nani katika Kristo. Ufahamu wa nini unacho katika Kristo. Ufahamu wa Yesu alikuwa vipi. Huo ndio ufunguo. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio nini? Ufunguo. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema dhoruba zinatulizwa. Sema upepo unatulia. Vita vinakoma. Kila mahala ninapotokea amani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna vitu ambavyo mimi naelewa nikienda sehemu na angalau nikienda sehemu nikiwa niko busy na mambo yangu, lakini nikiamua tu kuleta fujo, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa nasema huu mtaa wote hakuna anayelogwa usiku wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna siku nimelala sehemu, nimechoka, nasikia katoto kanalia. Sasa mimi sipendi, nataka nilale vizuri, yani nikilala nalala vizuri. Nikasema katika jina la Yesu, wewe mtoto ulale na hiyo namna na kusumbua hiyo ndoke. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uweza wa Mungu. Bwana anatawala. Bwana ameshinda. Unanisikia vizuri? Mna namna tunayo. Sisi sio watu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Sema mimi sio wa kawaida. Kama Kristo alivyo. Unajua huo mfano niliokupa, walimfukuza Yesu katika ile eneo. Wakasema ondoka kwetu.
Kwa nini? Walikuwa ni watu wa giza. Na kwa nini Yesu aliruhusu yale mapepo yaingie nguruwe waingie baharini? Ni kwa sababu wale watu ndio walikuwa wamemfunga yule mtu. Walikuwa wanamtumikisha ili kupata utajiri wa wale nguruwe. Kwa Yesu alipowaona tukasema, aha, mapepo yanataka kuingilia nguruwe. Kwa nini mapepo yanataka kuingia nguruwe? Kwa nini asingeingia tu mtoni kwenye bahari? Kwa sababu wale nguruwe ilikuwa ni mali yao. Bwana Yesu asifiwe. Wale nguruwe walipatikana kwa nguvu zao. Kwa Yesu akamwambia, haya ingie. Wale watu wakakasirika. Huyu jamaa amekuja kutuharibia biashara. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakaingia wote. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Simame kwa miguu yako.